Hujambo na karibu mtazamaji. Waumini wa dini ya Kiislamu wamejumuika katika uwanja wa shule ya msingi ya Mtwapa, kaunti ya Kilifi kuswali sala ya Idul Adha. Viongozi wa kidini walifurahishwa na kitendo cha Waislamu kusali Idi kwa pamoja na kuwahimiza Waislamu wa Kenya na ulimwengu mzima kwa ujumla kudumisha umoja huu. Wakiongozwa na mwenyekiti wa vyama vya maimamu na walimu wa madrasa katika eneo la Kilifi South, Sheikh Hassan Mubarak, walilani vikali kukithiri kwa visa vya ongezeko la utekaji nyara wa watoto humu nchini. Aidha, wameishauri serikali na waziri wa fedha kutathmini mswada wa fedha wa mwaka huu, kuhakikisha mswada huo muhimu hauna vipengele vya kumuumiza Mkenya kiuchumi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, amma ba'd. Kwanza kabisa tunatanguliza shukrani za dhati kwa Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuweza kuswali swala ya Idi, na vile vile kwa kutujalia umoja tukaweza kuswali swala hii kwa pamoja, kinyume na miaka ingine ambapo kwamba miongoni mwetu wanaswali siku ya kwanza, wengine ni siku ya pili. Ningelipenda kutoa ushauri wa kwanza, ningependa iende kwa ndugu zangu, dada zangu Waislamu. Leo ni siku ya kusherehekea Idul Adha, lakini isiwe ni siku ya kusherehekea Idi tu, bali iwe ni siku vile vile ya kuzingatia mipaka na yale ambayo kwamba ameharamisha Mwenyezi Mungu. Kwani miongoni mwetu siku kama hii wanajisahau, wanajitoa katika mipaka ya Allah. Sherehe kama ya leo wanaiandamanisha na mambo kama madisko, ambao kwamba mambo kama hayo hayafai, na vile vile wengine siku kama ya leo wanachinja, wanapika, wanakula mpaka vyakula wanazimwaga katika majaa ya taka, wakati kuna watu Mwenyezi Mungu hajawajalia riziki kama hiyo. Tunakushaurini ndugu zangu, dada zangu Waislamu, kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu amekujalia, kuna wengi wamekosa. Kula, usifanye israfu, shirikiana na majirani, kula pamoja na wale wanaohitaji. Hiyo itakuwa umepata radhi ya Mwenyezi Mungu siku kama hii ya leo. Jambo la pili ambalo kwamba ningelipenda ushauri huu ningelipenda iende moja kwa moja kwa waziri wa fedha Honorable John Mbadi. Tungelikuomba mheshimiwa, pamoja na serikali kwa jumla, fanyeni review ya Finance Bill 2026, kwa sababu mpaka mahala tumefika, wananchi na Wakenya wanaumizwa zaidi na gharama ya maisha. Iwapo itapatikaniwa katika huu mswada ya Finance Bill mumeongeza taxation, wananchi wanaenda kuumia zaidi, kwa sababu tayari mzigo tulionao, bei ya mafuta imepanda, gharama iko juu, ushuru ziko nyingi, na haya mambo mahala tumefika huenda ikamlemea mwananchi, na vile vile inazidi kuharibu uchumi wa nchi badala kurekebisha. Kwa hivyo tungeliomba serikali ihakikishe yale ambayo kwamba yanasemwa kutoka upande mwingine, yawezekana ni ukweli ama si ukweli, lakini kama serikali hakikisheni kwamba uzito huu ambao kwamba unamwandama mwananchi ni uzito ambao kwamba muwe katika nafasi ya kuhakikisha mumemuondolea mwananchi uzito. Jambo la mwisho ambalo kwamba ningelipenda kutoa nasaha, hili jambo linatuumiza kama nchi, utekwaji nyara ya watoto wadogo. Hili jambo hivi karibuni data inatoa kulingamana na takwimu na utathmini, kila siku watoto 23 wanapotea. Kuanzia Januari 2025 mpaka March 2026, zaidi ya watoto 1600 wametekwa nyara na wamepotezwa. Tuko katika nchi ambao kwamba tunaongozwa na sheria. Tunauliza wizara na idara husika, ni watu wangapi wameshikwa wakashtakiwa kutokamana na hili jambo ambalo kwamba linatia wasiwasi hasa kwa watoto.
tunauliza Ministry ya Interior Bwana Murkomen, tunaulizwa Ministry ya Labor and Social Protection, tunaulizwa Directorate of Criminal Investigation, National Police Service na idara zingine zikiwemo idara za Counties Enforcement Teams. Haya maafa ama hizi jinai zinatekelezwa katika himaya ambazo kwamba nyinyi ndio mnalinda usalama. Huu mtandao umetokana na nini? Na kama Wakenya tunataka kujua nani muhusika katika mtandao huu, na hili jukumu ni lenu na lazima muweke Wakenya wazi. Kama nyinyi hamkuhusika, basi tunataka kujua muhusika ni nani, kwa sababu nyinyi ndio tumewapa dhamana ya kulinda maisha ya mwananchi akiwemo mtoto, na leo ushuru ya mwananchi inatumika kwa ajili ya kusimamia hizo ofisi, kwa ajili ya kulipa mishahara, lakini watoto wanapotea, watu hawana usalama. Hili jambo tunaomba mtujibu, bali tunataka suluhu ya kudumu. Wabillahi tawfik wa kullu amin wa antum bikhair. Leo ni siku ya Idi, Waislamu tusifanye mambo ya aibu. Alafu vile vile pia kwa upande wa serikali waweze kuonea huruma sisi wananchi na watupunguzie mizigo ya taxation ambayo kwamba zimewekwa, hasatan masala ya mafuta. Nikirudia aliyozungumzwa na Ustadh Hassan, mafuta ndio yanaokimbiza hii nchi. Bidhaa iendi sokoni bali ni mafuta. Watoto hawaendi skuli ila ni mafuta. Watu hawaendi kazi ila ni mafuta. Itakuwa ni mzigo mkubwa kwa mtu anayelipwa shilingi 20,000, anaenda Mombasa kutoka Mtwapa kila siku, analipwa shilingi 20,000, lakini anatumia karibia shilingi 300 katika barabara hiyo, kwa mwezi shilingi 9,000, anabaki na shilingi 11,000. Kwa hivyo wananchi wafanyiwe wepesi. Hadi wakati mwingine tena mtazamaji, mimi ni Abdalla Abrari na hii ni Abrar TV.